Katika ulimwengu huu ambapo mwanaume na mwanamke tayari anakuwa ameshakuwa na wapenzi wawili au watatu, kabla ya kuingia ndani ya ndoa, lazima hali ya mashindano itakuwepo. Hali ya mashindano inapokuwepo, kwamba utamlinganisha mwanaume uliye naye na mwanaume mwingine au mwanamke uliye naye na mwanamke mwingine. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefurahia tendo la ndoa na kufika kileleni, kumbe hawajafika. 67% ni kubwa sana. Kama alivyosema kwenye video iliyotangulia, narudia tena, wachungaji wamekuwa wepesi sana kukemea dhambi ya uzinzi na kuwatenga wale ambao wamekuwa wazinzi kupitiliza, lakini hawajaangalia eneo la tendo la ndoa kwa kina. Kwenye Biblia tunamuona mwanamke ambaye alikuwa anapenda tendo la ndoa, lakini mume wake alikuwa mvivu kwenye tendo la ndoa. Naomba tumsikilize mwanamke huyu ndani ya Biblia. Kitabu cha Mithali sura ile ya 7 kuanzia mstari ule wa 10. Na tazama, mwanamke akamkuta yule kijana ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, na huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Ndio maana nikatoka nikulaki, nikutafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri, na kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na uudi na mdarasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, na tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Kwa maneno mengi na ulaini akamshawishi, kwa kumbembeleza, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Huyu ni mwanamke ambaye amemtongoza mwanaume. Sasa kipengele ambacho napenda kukizungumzia siku hii ya leo ni kile cha mstari ule wa 18. Anasema huyu mwanamke anamwambia mwanaume, haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Wanaume wengi walokole hawawezi kurudia mara ya pili tendo la ndoa. Kama nilivyozungumza kwenye video ya kwanza, tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu, na Mungu ameweka utamu kwenye tendo la ndoa kwa sababu nzuri tu, kama vile alivyoweka utamu kwenye maembe, kwenye mananasi, kwa sababu anajua ameweka virutubisho ndani ya hayo matunda. Ndio maana akaweka utamu kwenye matunda yale. Kadhalika kwenye tendo la ndoa kuna utamu. Sasa mwanamke anasema kwamba na tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba usiku kucha hadi asubuhi. Maanake kuna furaha kwenye tendo la ndoa, kuna raha kwenye tendo la ndoa. Sasa usipolipa kipaumbele eneo hili, mke wako anapata shida. Na Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ile ya 8 mstari wa 7. Anasema hata kama ungetoa mali zako zote, lakini ukashindwa kumpa upendo wa kitandani mkeo, utakuwa mtu wa kudharauliwa kabisa. Hiyo ni Wimbo Ulio Bora sura ile ya 8 mstari ule wa 7. Maneno haya hapa kwenye Biblia hii hapa, sawa? Anasema hivi, maji mengi hayawezi kuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuzimisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa. Wachungaji wanafungisha ndoa nyingi sana, lakini hawatii
maanani kwamba ndoa nyingi zinavunjika ndani ya ndoa, ndani ya maisha ya wanandoa waliomo kanisani. Ndoa nyingi zina migogoro. Tafiti za kisayansi zinasema kwamba kama tendo la ndoa haliendi vizuri, 80% hadi 85% ya migogoro ndani ya ndoa inasababishwa na hapo. Mtu anakuwa na hasira za haraka haraka. Mwanamke ambaye hafikishi kileleni mara kwa mara atalichukia tendo la ndoa, na akilichukia tendo la ndoa, ndio hiyo tunapata maneno ya Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 mistari 5 ya kwanza. Mtume Paulo anasema kwamba msinyimane tendo la ndoa, msinyimane. Maana yake kunyimana kunampa nafasi shetani katika ndoa zenu. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema kwamba mwili wa mwanamke ni wa mwanaume na mwili wa mwanaume ni wa mwanamke. Kwa hiyo unakuta wachungaji wanawakataza waume zao au waumini wao wasinyonyane, wakati Biblia inasema ni mwili mmoja hawa watu. Kwa nini unawakataza hawa watu wasinyonyane? Kuna utamu katika kunyonyana. Kuna utamu ambao ni ladha tofauti na ile ya kumwingilia mwanamke. Nimekutana na kesi nyingi sana za wachungaji ambao wamechepuka. Kesi ambayo ninaikumbuka vizuri zaidi ni mama mchungaji ambaye alikuja ofisini kwangu. Mume wake amezaa nje ya ndoa, nikamsaidia ndoa yake kabadilika, mwanaume akawa na wivu wa kupita kiasi. Ninao kesi ya mama mchungaji, mama mwenye umri wa miaka 43. Hii ni ya hivi karibuni hapa Mwanza Isamilo. Anashuhudia kabisa kwamba mume wake amefurahia sana baada ya kumtumia video karibia 60 za jinsi ya kumwandaa mwanaume. Mwanamume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake, na mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo hebu fikiria mtihani wenye maswali 14, wewe ukajibu 4, utaweza kufaulu kwenye huo mtihani? Kwa hiyo wachungaji, naomba mlipe kipaumbele eneo hili la tendo la ndoa. Ni eneo ambalo ni gumu sana. Ni rahisi sana kufunga na kuomba kwa ajili ya afya au ya utajiri au ya kazi, lakini wengi hawafungi kwa ajili ya tendo la ndoa linapokuwa liko vibaya. Mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa, na ndio maana wanaume wengi wanachepuka, kwa sababu wanawake wengi hawajui jinsi ya kumsaidia mwanaume arudie tendo la pili, la tatu na la 4. Mungu alipomuita mwanamke msaidizi, alikuwa na lengo kubwa sana katika maeneo hayo yote ya maisha pamoja na tendo la ndoa. Kwa hiyo kunahitaji maandalizi. Mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8. Utaboreka na tendo la ndoa pale ambapo unajua mambo machache.